Marekani imetuma meli nyingine ya kivita USS Gerald Ford ambayo ilikuwa kwenye maeneo ya ukanda wa Caribbean, ikiwa ni moja ya meli ambazo ilikuwepo kwenye kufanya operation ya kumkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Sasa hii meli inaelekea kwenye huu ukanda wa Mashariki ya Kati ikiwa ni meli ya pili ambayo itakuwa kwenye haya maeneo. Tukumbuke kwamba kuna meli nyingine ya Marekani ambayo ipo kwenye huu ukanda USS Abraham Lincoln ambayo ipo tayari kwenye haya maeneo. Kwa hii itakuwa ni meli ya pili ambayo itakuwa kwenye huu ukanda wa Mashariki ya Kati. Sasa kwa namna ambavyo mgogoro unavyoendelea, unaweza kaona ni kwamba Marekani na Israeli ni kama wao sasa ndo wamekuwa kwenye mvutano zaidi kuliko Marekani pamoja na Iran. Ukiangalia Iran pamoja na Marekani, kuna baadhi ya vitu ambavyo mimi naona ni kama wanakubaliana, hasa kutumia njia ya diplomasia zaidi kuliko kutumia njia ya kijeshi. Lakini ukiangalia kwa upande wa Israeli, hii njia ambayo Marekani inataka kuitumia, Israeli naona kwamba sio njia sahihi, kwa sababu Israeli au tuseme Benjamin Netanyahu yeye mwenyewe kwanza yeye anaamini kwenye vita, yani suluhu ya kudumu anaona ni kuweza kupigana vita kuliko diplomasia. Na tuliona wiki iliyopita ile Ijumaa, tuliona Marekani pamoja na Irani waliweza kufanya mazungumzo ambayo yalifanyika kule Oman Muscat, mazungumzo ambayo hayakuwa ya moja kwa moja, lakini ni mazungumzo ambayo hayakuja na suluhu ya aina yoyote, lakini walichoweza kukubaliana ni kwamba mazungumzo yataendelea. Hakukuwa na comment nyingine zaidi ya hiyo. Kwa hiyo Marekani wameshaona kwamba kutumia diplomasia itakuwa ni vema zaidi kuliko kutumia nguvu za kijeshi, kwa sababu tunafahamu Iran sio Venezuela. Lakini ukiangalia kwa Benjamin Netanyahu, tuliona kwanza baada tu ya mazungumzo hayo kukawa na ziara ya Benjamin Netanyahu kuweza kutembelea White House kwa ajili ya kufanya mazungumzo na Donald Trump, kwa sababu wao wanasema walikuwa hawaelewi mwelekeo wa Marekani kuhusu mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea kati yake na Iran. Sasa anaenda kufanya nini? Kikubwa alichoenda kukifanya kwa sababu tayari wameshakutana, na kilichotokea ni kwamba Donald Trump yeye ameendelea kusisitiza kutumia diplomasia zaidi, lakini Benjamin Netanyahu yeye kwa sababu katika mazungumzo hayo ambayo yanatakiwa kufanywa au kwenye hiyo negotiation ni kwamba kuna ajenda ambazo zinatakiwa zijadiliwe. Kwanza ni kuweza kujadili kuhusu urutubishaji wa nyuklia wa Iran, lakini pia kuhusu kwenye urutubishaji wa makombora ya urutubishaji wa nyuklia. Iran yeye ipo tayari, lakini kuna vitu ambavyo Iran yeye hayupo tayari. Hayupo tayari kuhusu kujadili masuala ya utengenezaji wa makombora ya ballistic missile, lakini pia kuzungumzia kuhusu masuala ya Iran ya uungaji mkono wa Iran wa makundi ya nje kama Hezbollah, Hamas pamoja na Wahuthi wa Yemen. Lakini hizi ndio mada ambazo Israeli analazimisha Iran aweze kukaa wakati unakaa kwenye meza ya majadiliano, hizi ajenda pia ziweze kujadiliwa, kitu ambacho kimekuwa kikipingwa vikali na serikali ya Iran. Sasa manake Benjamin Netanyahu ameenda kumshawishi Donald Trump kwa ajili ya kuweza kupanua wigo zaidi wa mazungumzo, yani wasijadili kuhusu urutubishaji wa nyuklia peke yake, lakini kuwepo na hizi mada nyingine ambazo nishakwambia kuhusu makombora ya ballistic missile, lakini pia kuhusu masuala ya uungwaji mkono ya Iran kuhusu makundi ya nje. Na tunaona kuna mafaili ya Epstein files ambazo zimetoka. Kwa hiyo na taarifa zinaonyesha kwamba Jeffrey Epstein alikuwa ni wakala wa Mossad. Kwa hiyo
tunaweza tukasema pia pengine mafaili haya yametoka pia kama shinikizo kwa Donald Trump, kwa sababu kwenye haya mafaili Donald Trump ni mmoja ya watu pia ambao wametajwa sana kwenye haya mafaili. Kwa hiyo inaweza ikawa pia ni shinikizo kwa Donald Trump kuweza kuhama kutoka kutumia njia ya diplomasia na kuweza kufanya mashambulizi ya kivita, kwa sababu tumeshaona tayari Donald Trump pia amepeleka meli nyingine ya kivita, hiyo USS Gerald Ford ambayo inaelekea Mashariki ya Kati. Sasa ni swala la muda ambalo nadhani muda utakuja kuongea, je, ni diplomasia ndio itakayoamua au ni njia za kijeshi au force ndio itakayokuja kuamua. Lakini mwisho wa siku nilishasema kwamba katika hiki kipindi cha utawala wa Donald Trump lazima vita Israeli atatumia huu uongozi wa Donald Trump kwa ajili ya kuweza kukamilisha malengo yake, yani iwe ni diplomasia au ni nini, lakini mwisho wa siku bado kuna vita ambayo Irani atapigana na Israeli, ambayo sasa hivi kama Israeli amekaa pembeni, kama nilivyosema kwenye video zangu za nyuma kwamba Israeli ameamua kukaa pembeni na amemwachia sasa Marekani kukaa kwenye nafasi yake, na Israeli amebaki kushinikiza tu yale ambayo anataka yafanyike na Iran. Na ukiangalia Mashariki ya Kati ni kwamba nchi ambayo imebaki inamsumbua Israeli ni Iran, lakini kwa nchi nyingine zote za Kiarabu Mashariki ya Kati hazina ubabe wowote ambao zinaweza zikafanya kwa Israeli. Kwa hiyo ndio ipo hivyo, lakini ukiangalia Israeli analalamika kwamba Irani ni tishio na makombora ambayo anayatengeneza ni tishio kwa ajili ya usalama wa Israeli. Lakini ukiangalia Irani hajawahi kushambulia nchi yoyote ambayo haikuweza kuichokoza Irani. Irani atakupiga pale wewe utakapomshambulia. Wewe ukaangalia kwamba usalama wa Israeli ni mdogo kwa sababu ya utengenezaji wa makombora haya ya ballistic missile ya Irani, kwamba wewe utakuwa hauna usalama endapo utaweza kuishambulia Irani, lakini kama hautaishambulia unawezaje kuwa na hofu na hayo makombora? Na ukiangalia kwa Israeli yenyewe kama Israeli bado ina silaha za nyuklia, lakini bado wanamzuia Irani asiweze kutengeneza makombora ya nyuklia. Na Irani yupo kwenye mkataba ule wa NPT ambao chini yake tunaona kuna IAEA ambayo yenyewe inahusika na ukaguzi wa namna shughuli za urutubishaji wa nyuklia unavyoendelea, lakini Israeli yenyewe haipo kwenye mkataba huu na bado ana silaha za nyuklia. Manake silaha zake au urutubishaji wake wa nyuklia ambao Israeli anao haufuatiliwi kwa namna moja ama nyingine na mashirika ya atomiki duniani.